Ilikopo ni asubuhi tumefika hospitali, ilikopo tarehe 24. Tulipofika pale hospitali, mimi nikafika pale hospitali nikakaa, mume wangu ndo akaanza kufanya hizo process za kuonana na daktari. Tulipoonana na daktari, tukamkuta daktari mwingine wa kike yupo mle ndani. Tulipomkuta yule daktari tukaongea naye, yule daktari akaniambia kwamba lala hapo nikuangalia. Nikalala kweli pale kitandani, akipo na daktari yule wa kike yumo na mume wangu na yeye mwenyewe Dr. Juma. Nilipokuwa nimelala pale, akanibinya tumbo, akaniambia shuka. Nilivyoshuka akatuelekeza kwa daktari mmoja hivi, akasema kwamba kuna daktari hapa ultrasound haipo, ila kuna daktari mwingine ambaye anayo hiyo ultrasound. Akawa ametuelekeza kwa daktari Lichi. Tukawa tumeenda, tumefika kwa daktari Lichi. Huyo daktari Lichi akawa amefanyaje, ametupima ultrasound, akatuuliza majibu, alisema nimrudishie, tukasema ndio. Akatupa ile majibu, tukawa tumemrudishia Dr. Juma. Tulipomrudishia Dr. Juma tukamkuta yupo na wagonjwa wengine. Kawapeleka chumba cha upasuaji. Alivyokuwa ametupa yale na nilia, tumempa ile majibu, akaniambia nisubirini hapo. Kweli tukamsubiri. Alipomalizana na yule mlanilia mtu wa kumpasua kwenye kile chumba cha upasuaji, akaniita mimi. Alivyoniita mimi nikiwa peke yangu, mume wangu yeye akabaki pale pale ambapo alikuwa ametuambia tumsubiri. Nilipokuwa nimeenda mle, akaniambia kwamba wewe una uchafu mwingi, kwa hiyo kuna dawa ambayo nitakuwa nikupatie ili kusaidie. Alivyokuwa akaniambia sasa, akaniambia lala hapo chini ili nikupatie dawa, vue nguo nikupatie dawa. Kweli nikavua mimi nguo, akaniambia amenifanyaje, amenipatia dawa. Ameniambia lala hapo chini, nikawa nimelala, akaja akawa amevua nguo na yeye akaanza kunibaka. Alipoanza kunibaka, mimi nikaanza kuwa nalia. Nipo nalia, afu akawa ananiziba mdomo. Mambo gani sasa? Tufanyeje? Hao wananchi waende wapi? Lakini haya yote yanafanyika yote, ndugu zangu. Wewe mganga mkuu haupo hapa. Hebu usimame. Ni kijana wala sio mzee, una shida gani? Haya yote huwa unajui wewe. Haya ukaunda kamati, hili limekuja kwako. Ukaunda kamati nzuri ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa, sio kamati ya kitaalamu. Ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulificha. Wewe unaficha au ni uzembe au kutokujali whatever. Lakini kamati wewe mwenyewe unaishangaa, kweli ni wewe uliyeiunda. Ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu, ikaleta na comprehensive report. Ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya. Licha kuwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati, lakini ulidharau au ni uzembe. Na wewe mmesema rasmi, mmeandika barua TAMISEMI. Mmeandika barua TAMISEMI ahamishwe. Hakuna kuhamishwa. Asimame kazi, kama TAMISEMI watamhamisha, wamhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewana? Yaani iwe comment kabisa bolded kwa makosa haya aliyonayo. Mkurugenzi hapa sijui kama na mamlaka au ni rasi, msimamishe huyo mtu kazi. Mganga mkuu lete mganga mkuu mfawidhi hapa. DMO hapa akaimu hiyo nafasi mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye. Kwa sababu haya mambo, huyu bwana yupo hapa ametuundia tume ya uongo na kweli. Uongo tu. Ameletewa ripoti yake akakubaliana nayo. Mganga mkuu analeta ripoti chini ya rasi tofauti, inasema ile kamati hakuna ilichofanya, lakini hakuna mtaalamu alimweka. Huyo nesi wewe na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati, afisa lishe sijui nani, wote msimame kazi.